Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu na cha kuzingatia zaidi, yeyote ambaye anatazama hii kanda, bonyeza alama ya like na karibu. Rais wa hapa Tanzania Samia Suluhu Hassan amelazimishwa kumwachilia huru mheshimiwa ambaye ni kiongozi wa bara Chadema, Mheshimiwa Antipas Tundu Lissu. Nani amemlazimisha? Samia Suluhu Hassan. Unapotazama kwa skrini yako, Chadema in blood wameandika ya kwamba Samia na DPP, futeni kesi ya Tundu Lissu. Njombe mjini imeitika. Mkutano wa kwanza mchana huu, jioni Makambako. Leo Chadema walikuwa mjini Njombe, wameweza kupitisha kauli ya kumlazimisha Samia Suluhu Hassan na DPP kuhakikisha ya kwamba wamemwachilia mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Unajua, Samia Suluhu Hassan leo sio mara ya kwanza kulazimishwa kumwachilia huru mheshimiwa Tundu Lissu, na hata Umoja wa Mataifa uliweza kutuma habari hapa Tanzania Samia kumwachilia Tundu Lissu, lakini Samia akashupaza shingo, hakuchukua hatua yoyote. Kufikia sasa mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kufungiwa gerezani Ukonga kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, jambo ambalo ni la kutisha, na kile ambacho kiliweza kulazimisha serikali ya Samia Suluhu Hassan kumfunga huyu mheshimiwa Lissu ni kwa sababu ya siasa, wakamwekea kesi ya uhaini. Ndio maana John Heche ambaye ni naibu mwenyekiti ama makamu mwenyekiti bara wa Chadema alikuwa na mkutano Njombe, wakalazimisha Samia Suluhu Hassan waweze kumwachilia huru mheshimiwa Antipas Lissu. Tundu Lissu amepitia changamoto za hapa na pale kwa sababu ya kesi ambayo inamwandama. Lissu anakabiliwa na kesi ya uhaini, na kulingana na sheria za hapa Tanzania mwaka 1977, yeyote ambaye anapatikana na kosa la uhaini anastahili kifo, yaani anyongwe tu. Lakini upande wa jamhuri ulikosa ushahidi wa kutosha kwamba mheshimiwa Lissu aliweza kukabiliwa na kesi hii ya uhaini, ila tu ni kesi ambayo aliweza kupambikiziwa, ni kesi ambayo aliwekelewa, kesi ya mchongo ambayo haina msingi wowote, ila tu tunajua ni kwa sababu ya Samia Suluhu Hassan alikuwa anataka kufanikisha shughuli zake za kisiasa baada ya kuona anaenda kushinda uchaguzi wa kiti cha urais hapa Tanzania tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana 2025. Akaamua kumfunga Tundu Lissu kwa sababu Samia sasa hivi angekuwa nyumbani, amiri jeshi mkuu hapa Tanzania angekuwa mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Lakini tumepata taarifa za ndani kwamba serikali imepanga kumwachilia huru mheshimiwa Tundu Lissu tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu, kabla ya maandamano ambayo yametangazwa siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu 77. Kutakuwa na maandamano ya kuhakikisha kwamba Tundu Lissu ameachiliwa. Sasa baada ya serikali kusikia kuna maandamano makubwa ambayo yamepangwa, wameogopa kwa sababu wameona kinaenda kunukishwa. Wametangaza kisiri kwamba watamwachilia huru mheshimiwa Tundu Lissu tarehe 6, masaa machache kabla ya tarehe 7 kufika, ili kuzuia maandamano hapa Tanzania. Na kuna wale wanaharakati wameweza kupitisha kusema ya kwamba maandamano lazima yatakuwa hata wamwachilie, kwa kile ambacho wanasema wanataka katiba mpya hapa Tanzania kaweze kupitishwa, Lissu aachiliwe huru, tena tume ya uchaguzi iweze kubadilishwa, kisha baadaye uchaguzi mpya uweze kuandaliwa.
Hayo ndio mahitaji ya wale ambao wanaenda kuandamana, ingawa kuna vitisho ambazo zimeweza kutolewa kutoka upande wa serikali kwamba watawaua wale ambao watakuwa wameonekana barabarani kuandamana. Jambo hili ndilo liliweza kufanyika mwaka jana wakati wa maandamano. Serikali kupitia Samia Suluhu Hassan aliweza kutumia nguvu, akatoa amri kwa vyombo vya dola kutumia nguvu zaidi kuwaua Watanzania, na jambo ambalo limeleta taharuki hadi kufikia sasa, na mataifa mengi kutufungia kupata misaada hapa Tanzania, Canada, Marekani, Uswidi, Umoja wa Ulaya, Umoja wa Afrika na mataifa mengine, jambo ambalo limesababisha hali ya wasiwasi kutanda hapa Tanzania na hali ya uchumi kusorota hapa Tanzania, jambo ambalo limetuma ishara mbaya haswa kwa uchumi kutoendelea vile kuna stahili. Kwa hivyo sasa hivi Chadema wanaendelea kufanya mikutano katika sehemu mbalimbali hapa Tanzania kulazimisha rais wa sasa Samia Suluhu Hassan kumwachilia huru Mheshimiwa Tundu Lissu. Unajua Tundu Lissu amepitia changamoto za hapa na pale, na aliweza kupigwa risasi vile mnakumbuka mwaka wa 2017 alipigwa risasi 17. Wakati huo ni John Pombe Magufuli alikuwa uongozini, na yeye alikuwa anamuogopa ambaye alitutangulia mbele za haki, akampiga kupitia vyombo vya dola risasi 16, na sasa hivi yuko na risasi mwilini bado kutolewa zote kwa sababu ya shughuli za hapa na pale. Unajua ukitolewa zote kuna zile ambazo ziliweza kuingia mahali babaya, na Suluhu amekosea Tundu Lissu kwa sababu Tundu Lissu angekuwa anaendea matibabu yake kule nje katika mataifa mengine ili kushughulikiwa kimatibabu. Ameteseka sana, hali yake imedhoofika kidogo kwa sababu anastahili kuangaliliwa. Sasa amefungiwa gerezani, kufikia sasa hajawahi enda kupokea matibabu yale ambayo anastahili kuyapata kila wakati, jambo ambalo ni ukiukaji wa haki za binadamu hapa Tanzania na hata Afrika mzima, jambo ambalo limeweza kusababisha hali ya taharuki na wasiwasi kutanda. Na sasa imefika wakati maandamano yatafanyika ili kulazimisha serikali kumwachilia Mheshimiwa Tundu Lissu aende kupokezwa matibabu yale ambayo anastahili kupokezwa. Kwa hivyo hali ndio hiyo, na sherehe ama mikutano ya kufanikisha free Tundu Lissu inaendelea kufanyika katika sehemu mbalimbali, na tumeshuhudia hata michango ya hela ikitolewa kuhakikisha ya kwamba Chadema iko na pesa ya kuhakikisha ya kwamba umefanikisha kufanya mikutano ya hadhara, mikutano ya mbalimbali katika sehemu mbalimbali za kuhakikisha ya kwamba serikali imeweza kulazimishwa kumwachilia Mheshimiwa Tundu Lissu. Kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa hizi, lakini tutakutana kwa taarifa zingine hapo baadaye. Kwaheri kwa sasa, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati, na kwaheri.